Yaani tutatia moto. Yule mama tazameni jinsi anavyolia, analia kwa machungu. Alafu nyewe mnaleta mambo gani hapa mnaongea nyinyi hapa? Hii gari leo hapa haitoki. Hizi pole paka lini? Pole paka lini hizi? Kama yupo na mtu mwingine anayempa kiburi leo pia atakiwa wajibike. Majanga haya yameshakuwa ni mara kwa mara, matukio haya kwa Itetemia. Lakini na serikali naona, na mwisho wa siku tunapewa pole, wanatoa vibali na wanajua maeneo ya watu na watu wanakufa. Lakini leo baada ya hili tukio kama hivyo wanasema, jamani tunawapa poleni. Kuangalia alipotumbukia kwa upande ule pale wa mashariki, ameweka alama pale, amekanyaga akawa ametumbukia. Kwa hiyo raia wema wakati wanapita wakawa wamemuona, ndio kwanza kutoa taarifa. Sasa ndio mimi niliomuokoa marehemu. Nilikuwa natoka katika kazi zangu pilika za kutafuta riziki. Baadaye nikasikia kama watu wanapiga kelele ui, nikajiuliza kuna nini? Mama yangu akanambia hebu kimbia ukaangalie. Ndio nikakimbia kufika hapa nikakuta mtoto kadumbukia. Nilichokumbuka mimi nikatoa tu simu nikampa mtu mwingine, nikadumbukia na viatu mpaka sasa vipo kwenye maji. Mimi ndio niliishia hapo. Baada ya kumwokoa marehemu ndio tumemtoa na kumpatia huduma hapa. Eneo hili la kichanga sana kiasi kwamba mtu anaweza kanyaga akifikiri kwamba ni gumu akateleza akaingia. Nina taarifa kwamba watu anauza mchanga na mtaa au kijiji hiki kikawa kimetaka kujua zaidi uhalali wake. Akasema ana vibali kutoka ofisi watu wa madini sijui na watu wengine wahusika. Jambo ambalo hatujui vizuri, tunaendelea kufuatilia. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu liko karibu na eneo la makazi ya watu, lazima tahadhari zichukuliwe. Wanapaswa maeneo kama hayo ya fence, alama za kuonyesha kwamba eneo hili ni hatarishi.